إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu Waislamu, ittaqullah واعتبروا على ما تسمعون وتشاهدون. ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tumche Allah azza wa jalla kwa haya mambo tunaoyasikia na kuyaona, mambo ya siku kwenda haraka, mambo ya miezi kwenda kwa kasi, mambo ya miaka kumalizika haraka haraka. Ndugu zangu Waislamu, vyovyote mtu atakavyoishi duniani, miaka 60, miaka 70, miaka 80, 90, 100, 200, hatimaye atakufa. Kullu ibn untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadbaa mahmulu. Kila aliyezaliwa na mwanamke, hata ukirefuka umri wake, siku moja tu atabebwa katika jeneza na kuzikwa. Ndugu zangu Waislamu, siku zinakwenda haraka haraka, na ndivyo umri unavyokwenda haraka haraka wa kila mtu. Ndugu zangu Waislamu, Ijumaa hii ya leo ni Ijumaa ya mwisho ya mwaka wa Kiislamu 1445 min al-Hijra. Hii ni Ijumaa ya mwisho. Baada ya siku moja au mbili ni mwaka mwingine wa Kiislamu, mwaka 1446 min al-Hijra. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tuzingatie sana. Hii ina maana kwamba unapoingia mwaka mpya, tayari umri wa kila mmoja wetu umepungua. Unapomalizika mwaka, tayari umri umepungua, tunakuwa karibu na kabr, tunakuwa karibu na mauti. Kwa hiyo lazima kila mmoja wetu azingatie jinsi miaka inavyokwenda kwa kasi, ndivyo kila umri wa kila mtu unavyokwenda kwa kasi. Kwa hiyo kama kuna mtu amebakisha miaka 10, tayari ni miaka 9. Ukimalizika mwaka huu imebakia miaka 9. Kama alikuwa na miaka 5 iliyobakia, sasa ni 4, wa hakadha. Hatujui ni lini kila mmoja wetu. Wama tadri nafsun madha taksibu ghada, wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, inna Allaha alimun khabir. Hakuna anayejua lini atarudi kwa Allah. Hakuna anayejua mauti yatamfikia lini.
wajibu wetu ni kuzingatia, ndugu zangu waislamu, kuzingatia jinsi miaka inavyokwenda kwa haraka. Juzi tu tulipokea mwaka huu wa Kiislamu, leo mwaka huu unamalizika, baada ya siku moja au mbili unakuja mwaka mwingine. Wa hakadha dunia iko hivyo. Kwa hiyo kila mmoja wetu anatakiwa ajipigie mahisabu, mwaka huu alifanya nini? Je, alifanikiwa katika kuutumia vizuri mwaka huu kwa ajili ya Allah na amali njema? Je, alimkosea mara ngapi Allah subhanahu wa ta'ala? Arudi kwa Allah haraka kabla mauti hayajamjia kwa ghafla. Kila mmoja wetu anatakiwa ajipange kwa ajili ya akhira, sababu dunia si nyumba ya kustarehe, dunia si nyumba ya kutulizana, dunia ni mahali pa kupita, dunia ni mahali pa amali, akhira ndio mahali pa kutulizana. Na ndio Allah subhanahu wa ta'ala anapotokezesha jua asubuhi na kuzama jioni, hii ni dalili kwamba dunia si nyumba ya kutulizana. Ni kuzaliwa huyu akafariki huyu, na kuzaliwa huyu akafariki huyu, ndio dunia ilivyo. Yaqulu ta'ala: wama hadhihi alhayatu ad-dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni upuuzi tu na mchezo. Maisha ya akhira ndiyo maisha ya uhakika, maisha ya milele. Lau kanu ya'lamun, lau wangejua wangetanguliza akhira kuliko dunia. Wama hadhihi alhayatu ad-dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan lau kanu ya'lamun. Ndugu zangu waislamu, kila mmoja wetu anatakiwa ajichunguze. Mwaka unamalizika, huu mwaka unamalizika. Je, amefanya nini kwa ajili ya Allah katika mwaka huu? Kama alifanya vizuri, walillahi alhamd, amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala aliyemwafikisha kuutumia vizuri mwaka huu. Kama alifanya vibaya, haraka turudi kwa Allah azza wa jalla, haraka turudini kwa Allah azza wa jalla, tumuombe msamaha, tutubie kwa Allah azza wa jalla toba ya kweli. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Allah subhanahu wa ta'ala akituamrisha kila mmoja wetu aiangalie na kuichungua nafsi yake na kuichunguza imefanya nini kwa ajili ya kesho. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Enyi mlioamini, mcheni Allah na kila mtu aangalie ilivyotanguliza kwa ajili ya kesho. Kila mtu aangalie aliyoyafanya kwa ajili ya kesho akhira. Wattaqullah, mcheni Allah, kwani Allah anajua yote mnayoyafanya. Wala takunu kalladhina nasullah, msiwe kama wale waliomsahau Allah, wakaghafilika na Allah, wakaghafilika na ibada, wakawacha ibada za Allah. Wala takunu kalladhina nasullah faansahum anfusahum, Allah akazisahaulisha nafsi zao. Ulaika humul fasiqun, hao ndio watu wa maasiya walio na ghafla na Allah azza wa jalla. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. Zihisabieni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa. Kila mmoja aichunguze na aihesabu nafsi yake kila siku. Ikifika jioni ajipigie mahesabu, amefanya nini leo? Je, amefanya amali njema au mbaya? Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu wazinuha kabla an tuzanu. Zipimeni nafsi zenu kabla hamjapimwa nyinyi wenyewe. Na kila mmoja anaijua nafsi yake, kila mmoja
anaijua nafsi yake, yeye anafanya nini, alifanya nini na atafanya nini, anajua. Kwa tunatakiwa tuzichunguze nafsi zetu, ndugu zangu, kila siku tujipigie mahesabu. Leo tumefanya nini? Leo nimefanya amali gani ya kumridhisha Allah azza wa jalla? Leo nimefanya amali gani ya kumkosea Allah na kumuudhi Allah? Najirudi haraka kwa Allah. Kila mmoja wetu anatakiwa hivi, ndugu zangu Waislamu. Siku zinakwenda haraka, miaka inakwisha haraka, na umri ndivyo unavyomalizika wa kila mmoja wetu. Wallahu almusta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ndugu zangu Waislamu, Uislamu haujatuwekea sherehe za mwaka mpya. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an na Mtume sallallahu alaihi wasallam fi sunna, wote hawajatuwekea tushereheke kuingia mwaka mpya wa Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, mubtadi'a wazushi wanafanya sherehe kubwa ya kusherehekea mwaka mpya, lakini Uislamu haukutuwekea jambo hilo. Hii ni kuonesha kwamba ni uzushi. Waislamu kusherehekea mwaka mpya ni uzushi, ni bid'a munkara. Waislamu wanatakiwa wawache. Ndugu zangu Waislamu, mwana historia mkubwa katika Uislamu, Ahmad ibn Ali al-Maqrizi, alifariki mwaka 845, takriban karne ya 8 na nusu min al-hijra. Anasema katika kitabu chake المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار kwamba jambo la sherehe za mwaka mpya limeanzishwa na hukamu daulati al-Ubaidiyya waliojiita al-Fatimiyya. Hawa ndio waanzilishi wa sherehe za mwaka mpya, na ni hawa waanzilishi wa bid'a sugu ya Maulidi. Hukamu daulati al-Ubaidiyya wanaojiita daulatu al-Fatimiyya, hawa ndio waanzilishi wa bid'a hizi, ndio walioanzisha uzushi huu wa kusherehekea kila mwaka mpya unavyoingia, na hawana dalili, ndugu zangu Waislamu, hata moja. Sio katika Qur'an wala sunna wala maneno ya masahaba wala yoyote katika maulama. Wanafanya kwa akili zao. Dini hii sio akili na maoni ya watu. Dini imeshakamilika. Kwa hiyo wanafanya uzushi wa sherehe hizo za mwaka mpya, na hii ni taklidul kuffar. La shaka kwamba hii ni kuwaiga makafiri. Makafiri wana new year, na wao nao baadhi ya Waislamu mubtadia hawa wanaweka nao new year ya Uislamu. La hasha, dini imekamilika. Dini yetu haihitaji kuiga, haihitaji kuiga makafiri wala wasiokuwa Waislamu. Hawana haki, ndugu zangu Waislamu, ni kuiga makafiri. Halafu hao wanaosherehekea mwaka mpya hawaoni kwamba umri unapungua, wanasherehekea kwenda kaburini haraka. Kupungua, umri unapungua. Kila unapokuja mwaka mpya umri unapungua. Sasa vipi wanasherehekea jambo hilo? Wamefanya nini kwa Allah azza wa jalla? Wametanguliza nini kwa ajili ya kesho? inna lanafrahu fil ayami naqtawha wa kullu yawmin madha naqsum min al-umri. Mshairi anasema sisi tunafurahika kwa siku tunazozimaliza. Mtu anafurahika wataka mwisho wa mwezi kila siku. Ikifika siku mbili wataka mwisho wa mwezi ufike, siku zile haraka upate pesa za mshahara, lakini ujue kwamba ndio umri unavyopungua. inna lanafrahu fil ayami naqtawha wa kullu yawmin madha naqsum min al-ajali. Kila siku inavyopungua ndio kupungua kwa umri, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo ni mambo ya kuwaiga makafiri, na Uislamu Mtume sallam anakataza jambo la kuwaiga makafiri. Khaliful yahuda wan nasara, hadithi nyingi Mtume ana khaliful yahuda wan nasara wa khalifuni mayahudi na manasara, msiwaige.
Sasa wamepata wapi sherehe hizo za mwaka mpya? يقول تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. au wanawashirika wa Allah wamewaekea mambo ambayo Allah hajayaruhusu. am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah walaula kalimatul fasl laqudiya bainahum. lau li kalima la kupambanua, lau si kalima hilo la kupambanuliwa kwamba adhabu ni siku ya kiyama, adhabu ni akhira, wangemalizwa hapa hapa, wangehukumiwa hapa hapa na haya mambo ya uzushi wanaoyazusha. wa inna adh-dhalimin lahum adhabun alim, madhalim wana adhabu chungu kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Uislamu haujaweka sherehe za mwaka mpya. Baada ya siku 2-3 utawaona wazushi wanapelekeana message, kullu amu antum bikhair, kullu amu antum kadha. Huu ni uzushi. Hiyo ndio kusherehekea mwaka mpya. Sheikh Albani rahimahullah, muhaddithul asr, aliulizwa kuhusu kalima hili, kullu amu antum bikhair, qala hadhihi tahiyatul kuffar tasarrabat ilaina wa nahnu ghafilun. Haya ni maamkuzi ya kikafiri yamejiingiza kwetu, sisi wenyewe tumeghafilika. Hakuna katika Uislamu kullu amu antum bikhair. Ndio hiyo new year, happy new year, ndio hiyo tafsiri yake. Kwa hiyo wawache, wakome wazushi, wakome na uzushi wao. Ndugu zangu Waislamu, tukumbuke mara kwa mara kwamba umri unapopungua, kila mmoja wetu anatakiwa afanye zaidi ya amali njema. Hatujui ni wakati gani, ni lini, ni siku gani, ni mwezi gani, ni mwaka gani, hatujui. Kwa hiyo kila mmoja afanye amali njema haraka kabla an yufajiahu almaut. Ndugu zangu Waislamu, si jambo la mchezo, sio jambo la kuchezea. Tutangulize amali njema kwa ajili ya Allah. Kesho zitakuja kutufaa amali njema hizi, si kufanya mchezo duniani. Wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ibn Abbas radiyallahu anhuma, sahahu Sheikh Albani fi sahih targhib, اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك. chukua fursa ya mambo matano kabla hayajaja mambo matano ambayo ni kinyume cha yale matano. Shababak kabla haramik, chukua fursa ya kufanya amali njema katika ujana wako kabla ya uzee wako. Ukiwa mzee utashindwa kufanya amali njema nyingi tu, lakini ukiwa kijana una nguvu. اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك. chukua fursa ya afya yako kabla ya maradhi yako. Chukua fursa, una nguvu za kufanya taa, fanya taa kabla maradhi hayajafika ukashindwa kufanya taa. وفراغك قبل شغلك, nafasi yako kabla ya shughuli yako. وغناك قبل فقرك, utajiri wako kabla ya ufakiri wako. Tumia utajiri wako kwa ajili ya kwenda kwa Allah azza wa jalla na kufanya amal lillah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. وحياتك قبل موتك, chukua fursa ya uhai wako kabla ya kifo chako. Ndugu zangu Waislamu, nasaha na wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo hayo matano kabla hayajaja mambo matano ambayo ni kinyume cha hayo matano yaliyopita. ndugu zangu Waislamu, يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الطويل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل المولى سبحانه وتعالى
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.